Januari 9 mwaka huu majira saa 12 asubuhi, Chausiku jua kali alipatwa na uchungu, ishara na hali ya kujifungua. Ilipofika saa 6 za usiku, hiyo hali ikawa imekazana sana. Watoto nikawa nimewaacha peke yao ndani. Nikamuita kapo kajaki, kana miaka 6. Nikakaita kaje kafunge mlango. Akawa kamefunga mlango, mimi nikaondoka. Nikaenda mpaka hospitalini. Nimefika kule saa 9 za usiku, ambaye ni tarehe 11 sasa. Nikawa nimejifungua. Kesho yake asubuhi nikampigia bodaboda, akawa amewaijia watoto. Asubuhi kama ya saa 1 akaniletea kule hospitalini, maana ilikuwa ni ya private. Nikashinda nao kule, jioni nikawa nimeagwa, nikatoka na watoto. Akizungumza kwa sauti ya huzuni lakini iliyojaa shukrani, Chausiku amesema wakati wa uchungu wa kujifungua ulikuwa mgumu zaidi, kwani hakuwa na mtu wa karibu wa kumsaidia wala kumfariji kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma alipojifungua watoto wake wawili. Baada ya watoto kuja kule hospitalini, sikuwa na mtu wa kunihudumia. Zile huduma kama maji ya kuoga, chakula, nilikuwa najifuatia mwenyewe. Unaachia mtoto na watoto wanaangalia. Unatoka, unaenda kuemea. Unaleta chakula, watoto wanakula na wewe unakula. Hizi nzao zingine na hii ni tofauti sana, kwa sababu hii hadi sijawahi kuipitia na wala kuifikiria na wala kuiona hata kwa mtu. Maana nzao zingine mfano kama hii ya kavulana aka hii ya pili, kwanza hata ndugu hawakufika, nilisaidiwa tu na majirani. Nilienda tu kumwamsha jirani, akawa amelala na watoto, mimi nikawa nimeenda hospitalini. Muda huo mwanaume alikuwa hayupo, yuko kazini. Nikapelekwa na majirani wawili. Nikawa nimejifungua, chakula nikaletewa. Familia inatunzwa tu na majirani kiufupi. Kesho yake ndugu ndo wakaja, maisha mengine ndo yakaendelea. Licha ya changamoto zote, mwanamke huyu amejifungua salama mtoto wa kike mwenye afya njema, tukio analoliona kama muujiza na mwanzo mpya wa maisha. Hata hivyo, anaeleza kuwa safari ya uponyaji bado ni ndefu. Anahitaji msaada wa kisaikolojia, kiuchumi na kijamii ili aweze kulea watoto wake watatu. Kuna mtu jirani yangu alikuja akanibania mlango. Muda huo sikusikia. Akavunja kufuri, akawa ameingia ndani. Akabeba godoro 5 kwa 6. Akawa amepeleka, sikumshuhudia. Nimekuja kusikia amechukua tena mpunga, akawa anaopoa kuhamisha kuweka kwenye dunia lingine. Nikachungulia, baadaye nikasemaje, nipige mwano. Nikasema hamna, atakimbia. Nikawa nimepiga simu kwa mwenyekiti wa kitongoji, hakunipokea. Nikapiga mpaka mara 4, hamna tu. Ilikuwa majira ya saa 10 za usiku. Ikabidi niende kwa balozi, maana napiga simu zangu hapokei. Nikamgongea, akawa ameamka, hakutoka nje. Akauliza nani? Fulani. Ndio. Wewe umeshatengwa, nitakusaidiaje? Mimi sikutambui. Siwezi nikahusika kwenye hilo jambo. Nikawa nimetoka. Wanaharakati wa haki za binadamu nao hawako nyuma. Wanasema kuwa simulizi kama hizi zinaonyesha umuhimu wa jamii kusimama pamoja kulinda utu wa mwanamke na kuhakikisha hakuna anayeteseka. Sioni kama hilo linaloendelea liko kwa mujibu wa sheria. Makosa ya mtu mmoja yasiathiri familia nzima, yasiathiri kila mjumbe wa familia, member of the family, au tunaita kila mwanafamilia. Kwa hiyo kila mwanafamilia ana haki yake, hasa wale watoto na watu watunzwe, na hakuna sheria inayotaka jamii inayozunguka kwenye eneo ili imbague mtu. Tulikuwa na mambo hayo zamani sana, miaka ya 70 kwa Wasukuma walikuwa wanaita kutoleja. Yale yalikuwa ni matendo ya zamani yaliyokuwa yakitokea kabla pia hata sisi hatujaridhia haki za binadamu kuwekwa kwenye katiba yetu mwaka 1984. Sasa tunaongelea haki za binadamu, ubaguzi weka chini,
piga pembeni kabisa, mtu amekosea awajibishwe kwa mujibu wa sheria ya utaratibu. Kwa mimi nitoe tu rai kwa eneo ambalo huyu baba yupo na familia yake, basi wasiendelee kumbagua wale watoto. Hawana hatia yoyote ya kwanza kubaguliwa mpaka pale sheria itakaposema labda na wameshiriki kwenye jambo lolote ambalo ni jinai ama ni kosa mbele ya macho ya sheria. Novemba 18 mwaka 2025, familia ya Balozi Constantine Juakali ilitengwa na familia kwa kile kilichoelezwa kuwa ni baadhi ya viongozi wa ubalozi na mtaa huo wa afya kuwa Constantine Juakali anadaiwa kuwa ni mkorofi mwenye tabia ya kuwashambulia viongozi na baadhi ya wakazi, kitendo ambacho kimepingwa na familia ya Juakali na kudai chanzo ni matokeo ya mvutano wa kisiasa uliotokea wakati wa uchaguzi uliopita. Nikiripoti kutoka mkoani Geita, Esther Sumira FM.